wa kilimo Mheshimiwa Mutahi Kagwe, mabibi na mabwana, hamjambo. Ambayo imefaa sana siku ya leo. Nashukuru sana licha ya kuwa na shughuli nyingi sana kwa magharibi ikiongozwa na Daktari Purity Anyanje ambao wamefanya kazi nzuri sana. Maonyesho haya yana muhimu sana kwa sababu inatupatia nafasi kuwatambua wadau wakuu wa sekta ya kilimo ambao ni pamoja na wakulima, wafugaji, wavuvi, wanaoshirika mbalimbali na wasambazaji wa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi. Hawa wote wamechangia pakubwa kuendeleza uchumi wetu wa kaunti ya Kakamega na pia uchumi wa taifa letu. Ndugu zangu, maonyesho haya yanafanyika wakati ambapo juhudi zetu za kuhakikisha tuko na usalama wa chakula zingazingatia sana na pia kutilia mkazo mabadiliko ya tabia nchi. Ndiposa katika manifesto yetu tunatilia mkazo haswa nguzo ya nguzo 6 za manifesto yangu. Ninaamini ya kwamba uwezo na uzalishaji wa chakula utasaidia pakubwa kuvunja ambayo ni jambo muhimu sana hapa Kakamega. Tuko na chakula kwa wingi, tuko na samaki kwa wingi. Hiyo ni mojawapo ya nguzo zangu. Maonyesho haya ya kilimo, mgeni wetu wa heshima, ya mwaka huu yanaendeleza wito kwetu kama serikali, wananchi na pamoja na washirika wasio wa serikali kushirikiana katika kuendeleza mifumo ya kilimo inayozingatia mabadiliko ya hali ya anga. Hili linamaanisha ya kwamba yafaa tuzingatie mbinu za kisasa, uvumbuzi pamoja na teknolojia mpya ili kuendeleza maendeleo thabiti katika sekta ya kilimo. Nichukue nafasi hii kuwashukuru watendakazi wasio wa serikali kama vile sekta ya kibinafsi, mashirika ya kiraia, mashirika ya wazalishaji, wasomi na taasisi pamoja na utafiti kwa juhudi zao za kuimarisha uzalishaji wa kilimo katika kanda hii, haswa kuzingatia mbinu za kisasa. Naona fahari kwa mashirika haya ambayo yamechangia pakubwa kuwezesha wakulima wetu na pia kuendeleza kilimo ya kidijitali ili kuimarisha ufanisi, uwazi wa tija. Mabibi na mabwana, pia nichukue nafasi hii kudaja baadhi ya miradi ambazo serikali yangu imetekeleza na zile ambazo tunaendelea kutekeleza ili kuendeleza uzalishaji tukizingatia mabadiliko ya tabia nchi. Tumeimarisha huduma ya ugani and extension services kwa kuwapa maafisa wetu vitendakazi mbalimbali kama pikipiki, mavazi rasmi, tarakishi, simu za kidijitali na vifaa
za kupima afya ya udongo. Tunaendeleza masomo ya nyanjani ili za kilimo. Tumeshirikiana na shirika la NAFCDB ili kusambaza pia mbolea na shirika letu la National Cereals and Produce Board, na sisi kama serikali la ugatuzi tumeandaa magala 15 ili kufanikisha usambazaji wa mbolea ambayo inatoka kwa serikali kuu. Mwezi wa 4 mwaka huu tulitoa jumla ya ndama 92 na kuwakabidhi wakulima wapya chini ya mpango wa One Cow Initiative ili kuimarisha uzalishaji wa maziwa na pia kuinua hali ya maisha ya wakulima husika. Serikali yangu imetoa msaada kwa wafugaji wa samaki. Tumepatiana pond liners, tumepatiana predator nets na pia fingerlings. Chini ya mpango wa Kenya Livestock Commercialization, yani KELCOP, tunapanua na kuimarisha masoko kama vile Lubao na Nambacha ili ziwe na sehemu ya kuizuia mbali na kuchinja, kupika na kuzuia nyama na kuuza nyama, na pia mifugo kama mbuzi na kuku. Kupitia kwa shirika letu la Kakamega Dairy Development Corporation, yani KDDC, kaunti imeanzisha kilimo cha maziwa kule Khwisero na Malava, Shivinga, Shitoli, Navaholo, Butere na Likuyani, yani smart farms. Maafisa wa nyanjani wanafuatilia na kuzuia mikurupuko ya magonjwa na pia yanayotishia afya za mifugo. Tumeshirikiana pakubwa na shirika la KALRO kufungua maabara ya kupima magonjwa ya mifugo. Tumesambaza kilo 1046 ya vyakula vya samaki takriban milioni 10. Mwaka huu tumesambaza mbolea dhamani ya shilingi milioni 200 kwa familia zisizo na uwezo. Mabibi na mabwana, utawala wangu uko mstari wa mbele katika kushughulikia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, yani climate change. Kwa muda huu serikali yangu inataa kongamano kubwa la wadau mbalimbali wakiwemo watendakaji wa serikali kuu, watendakaji wa kibinafsi pamoja na watafiti kutoka mashirika mbalimbali ili kujadili masuala ya utabia nchi, kando na maonyesho ya kilimo ya kisasa yanayohusisha uzalishaji wa teknolojia. Kongamano hili litakuwepo kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 5 mwezi wa Septemba mwaka huu. Ningependa kuchukua nafasi hii pia kualika nyinyi wote, kwani itakuwa nafasi bora zaidi ya kuimarisha juhudi ya uzalishaji wa chakula na pia kuchangia pakubwa usalama wa chakula katika nchi yetu. Mabibi na mabwana, shughuli ya kilimo zitaimarika iwapo tuko na miundo msingi za kuwezesha usafiri. Kwa sababu hii, serikali yangu imetekeleza miradi ifuatayo ili kuimarisha miundo msingi ya usafiri. Barabara yetu ya Lumakanda hadi Manyonyi kule Lugari inaendelea, itakamilika mwisho wa mwezi huu, ambayo imetugharimu shilingi milioni 237. Barabara yetu ya Bukwala huko Lomani, eneo bunge la Khwisero, pia imekamilika na ilitugharimu takriban ya shilingi milioni 108. Barabara ya Lumakanda Manyonyi imetugharimu takriban shilingi milioni 432. Barabara ya Matungu Ogalo, eneo bunge la Matungu, imetugharimu takriban shilingi milioni 342.
barabara za Maram Shitirira kule Malava na Tumbeni ambazo zimetukarimu takriban ya shilingi milioni 319, na pia tunashughulika na changamoto zilizobakia kuhakikisha ujenzi wa barabara zinaendelea za 10 kilometers. Barabara yetu ya Ingote na Baholo Chebius itatugharimu takriban shilingi milioni 649, na hiyo tutaianza mwaka ujao. Barabara ya Mumias Matawa Indangalasia eneo bunge la Mumias Magharibi ambayo itatugharimu takriban shilingi milioni 599 pia inaendelea. Barabara ya Malaa daraja la Haunga eneo bunge la Mumias Mashariki inaendelea kule. Barabara ya Mayakalo Nyayo Tizon Shikulu Market eneo bunge la Lurambi inaendelea, na hizi zote tuko na imani ya kwamba mwaka ujao tutakuwa tumekamilisha barabara hizo, ili pia tufuatilizie barabara zingine za kuimarisha miundo msingi katika gatuzi letu la Kakamega ili kufanikisha uzalishaji wa chakula. Ili kutoa msingi wa teknolojia ya kisasa, tumejenga vyuo 6 vya kiufundi katika maeneo ya Bunyala ya Kati, eneo bunge la Navaholo, Indangalasia Masawa na Tunyi eneo bunge la Butere, Maola eneo bunge la Mumias Mashariki na Butoto ya Kati eneo bunge la Lurambi. Kadhalika tunashughulikia miradi ifuatayo ili kupanua masoko ya mazao ya kilimo pamoja na kutoa ajira kwa vijana wetu. Kiwanda cha maziwa cha Malava ambacho kitatoa nafasi ya uajiri vijana wetu 500, na pia kufungua soko kubwa la ufugaji kule Malava inaendelea. Mwanakandarasi wa ujenzi huo na kiwanda hicho kwa sasa tumempatia miezi 2 aweze kukamilisha kiwanda hicho. Kiwanda cha chai cha Madala kule Shinyalu tunashirikiana na shirika la KTDA ili kufanikisha ujenzi huo, na mimi nitakualika waziri wetu wa kilimo ili tuje kufanya ile ground breaking kule eneo bunge la Shinyalu kwa kufungua kiwanda cha majani chai. Kiwanda cha mahindi cha Lugari ambacho kitatuwezesha kuajiri vijana 1000, hicho nitazindua rasmi siku ya tarehe 20 mwezi huu kule Lugari. Na pia tuko na kiwanda cha County Aggregation and Industrial Park kule Likuyani ambayo tunashirikiana na serikali kuu kufanikisha kazi hiyo. Kiwanda cha mbolea kule Matawa eneo bunge la Mumias Magharibi pia kinaendelea, itatuwezesha kuandika vijana 1000 kwa sababu kiwanda hicho pia ni cha kushughulikia mambo ya ubadilishaji wa tabia nchi. Kituo cha kuagua vifaranga cha Butere pia kinaendelea na kitatoa nafasi za kazi. Kitakuwa na uwezo wa kutoa mayai 10,000 kwa siku, yani Butere hatchery kule Butere kimekamilika, na pia kitawezesha kuajiri vijana wetu kazi. Tumefufua kiwanda cha samaki cha Lutonyi chenye uwezo wa kutoa tani 15,000 za samaki kwa siku. Samaki kutoka katika kiwanja hicho kinasafirishwa hadi miji mingine kama vile Nairobi. Ukienda kule Nairobi, samaki ambazo wana Nairobi wanakula zinatoka hapa Kakamega katika kiwanda chetu cha Lutonyi. Ndugu wananchi, tuko na nafasi bora sana ya kuimarisha na pia maisha yetu kuendeleza mipango yetu iwapo tutazingatia umoja kama kaunti, kanda na hata nchi kwa ujumla. Ili tuwe na umoja, inabidi tuwe na heshima kati yetu na pia haki. Jinsi mlivyosema huko Naivasha,
kama magavana, najua sisi katika serikali kuu na pia serikali ya ugatuzi tunashirikiana pakubwa ili kuhakikisha miundo msingi na uzalishaji wa chakula tumeitilia kipaumbele. Mwisho kabisa, natoa shukrani zangu za dhati kwa wale wote ambao wamefanikisha maonyesho ya kilimo ya mwaka huu. Natambua uwepo wa wananchi wote kutoka kaunti zote za kanda hii ambao wamejitokeza kwa wingi na kutembelea vibanda na wakala mbalimbali na taasisi za umma na sekta za kibinafsi, wakiwemo wale ambao wamejiandaa, wajara rasilimali waliojitokeza kuunga mkono juhudi hizi za maonyesho ya kilimo ya mwaka huu. Wahenga walisema shughuli ni watu. Ufanisi wa maonyesho haya unawategemea. Nachukua fursa hii ili kumkaribisha mgeni wetu wa heshima. Ningeomba kwa pamoja tuweze kusimama ili tumkaribishe mgeni wetu wa heshima wa maonyesho ya mwaka huu, ambaye ni waziri wetu wa kilimo, Senator Mheshimiwa Mutahi Kagwe. Karibu sana waziri wetu.